Yaani ndani hamna baba wala mama. Umeenda wapi? Mama amepata dharura ameondoka. Baba mwenyewe mimi nimefika ni hapa naambia nasafiri. Sawa, hakuna shida. Tatizo lako umezidi kuzurura. Au sio? Mna nimetoka hapo tu kuhangaika kidogo. Haya mimi naenda sokoni. Sawa. Hata hivyo chakula kiko ndani. Asante. Sasa ndio wakati sahihi wa kufanya jambo langu. Hivi dunia uwanja mapambano ama uwanja wa chuki, kila kuisaka furaha inanikwepa kwepa sikuti, ama tuseme labda nina gundu mwilini. Utaniweza zuri lakini faida. Nisizuri kijinga tu. Shoga yangu ananikuta huko. Kama nimepigwa kwa mtu mwingine. Shoga si nimefumaniwa. Ndio. Yaani kwa bahati nzuri yule bwana ameanza kauli kwangu. Kamtuliza yule mwanamke kwa kuwa mwenyewe naye ndo wale bwana ana jitu. Kwa mimi ndo mama mjengo sasa hivi. Wewe tena haikawaje? Iweje? Tumaliza mkataba. Nilimwomba pesa ya kodi na vitu vingine kanishia laki hii hapa. Kama uamini SMS yako soma. Ni hivyo tu yani, tumemaliza kisaileza kishujaa. Kwa usiniambie maneno tu laki mengi. Ongea kumpetipeti, tunajua tena wazee wa chiti. Ndio hivyo vipi huko ndako. Napiga simu azipokelee, natuma message mwenyewe sielewi. Bwana wewe na wewe acha ujinga, achana naye huyo. Watu hapo kibao kwenye mpesa zao wanaenda kutembea na jitu maskini aliyeweka mbele wala nyuma, shati hilo kila siku. Kitu gani? Hivi dunia uwanja mapambano ama uwanja wa chuki, kila nikifosi kuisaka furaha inanikwepa kwepa sikuti, ama tuseme labda nina gundu mwilini, chale za mikosa sijifuti, au pengine Mungu nimemkosea, ndo maana riziki yangu ni fupi, mateso yananipeleka lesi, maumivu nayo yanachosha mwili, nafsi inaniambia we moyo. Karibu. Asante, vipi uko poa? Niko poa shoga yangu, yani huonekani. Mara moja unatokea kama msimu. We nawe, si unajua mimi mambo mengi kule. Kutafuta hela, afu si unajua pale naishi peke yangu. Sina mume, sina bwana. Mimi ndo kila kitu pale. Kwa ndo nipo bize. Hata kama umezidi. Mpaka shangazi yako awepo hapa. Jamani. Haya sawa, naambie. Vipi, mbona mundani naona kama hamna mtu uko peke yako tu? Yaani mundani wote hawapo. Mama kapata dharura ameondoka, baba mwenyewe kasafiri. Huyo mwingine ndo mzuraje hata sijui kaenda wapi. Yaani hadi nakuonea huruma maana upo peke yako mundani. Wewe acha tu, niko mimi na TV. Basi ngoja hata nimpigie shangazi nimwambie kwamba uje pale nyumbani. Sinajua leo Ijumaa uje hata nisaidie usafi nini tupige story. Fanya hivyo shogangu. Usijali. Sasa hivi nampigia simu tunaondoka. Sawa, mpigie basi, najua hawezi kukatalia maana yake wewe na mama sinaiva kweli. Kwani wewe azi hivi? Haya basi ndo mpigie.
uwanja mapambano ama uwanja wa chuki, kila nikifosi kuisaka furaha inanikwepa kwepa sikuti, ama tuseme labda nina kundu mwilini, chale za mikosa sijifuti, au pengine Mungu nimemkosea, ndo maana riziki yangu ni fupi, mateso yananipeleka lezi, maumivu nayo yanachosha mwili, nafsi inaniambia we moyo shujaa, lakini nashindwa kuyahimili, maisha ukichanganya na mapenzi kama ubongo na kiwiliwili, mateso na maumivu yananiwasha kama pilipili, na mimi siwezi kumuacha, yeye yuko radhi kuniacha, hivi kuvuja kwa pakacha kuna kuaje? Alisema wezi kuniacha, mimi na yeye kama pacha, leo penzi letu ni utata, sijui limekuaje, unapitia mengi moyo ila pole pole, pole, najua unapitia mateso na maumivu. Uwanja mapambano ama uwanja wa chuki, kila nikifosi kuisaka furaha inanikwepa kwepa sikuti, ama tuseme labda nina kundu mwilini, chale za mikosa sijifuti, au pengine Mungu nimemkosea, ndo maana riziki yangu ni fupi, mateso yananipeleka lezi, maumivu nayo yanachosha mwili, nafsi inaniambia we moyo shujaa, lakini nashindwa kuyahimili. Na mzee. Vipi? Saa 7 hii. Umefanyaje tena muda? Si mambo ya kula. Yaani kabisa mimi mzee nikakaa jikoni, si ndio? Mbona mbarusa mimi na sasa wewe saa 7 unatembea tembea. Au sio? Yaani mimi kabisa nikakaa eti jikoni mtoto wa kiume na kupikia wewe, si ndio? Wewe ni mtoto wangu. Ninachokuambia ukifanye, sio unanipanda kichwani. Sikatai mimi ni mtoto, lakini mimi wa kiume yule wa kike. Yaani mzee wewe umetoka, bi mkubwa akatoka. Dada nimebaki naye mnamtoa, mnategemea mimi naishi vipi huko? Nipanga mimi ndio mzazi. Mimi sipiki sasa mzee. Utaki kupika? Ndio. Utaki kupika? Ndio. Kama utaki kupika nyumbani kwangu hapa uame. Sikutaki. Da, wengine jao. Isa, njoo mara moja. Naam bosi. Nani Isa? Hivi katika kufanya usafi shughuli zako hizi, hujaona kuna mfuko hivi? Uko namna gani enda bosi wangu? Kuna mfuko mwekundu niliufunga hivi vizuri, kulikuwa na vitu hivi. Hujaona hivi? Mfuko mwekundu nimeona bosi wangu. Nimeangalia ndani yake kulikuwa na taka tu. Hivyo basi nichukua nikaweka hapo sehemu ya taka. Na natumai mchukua taka ameshabeba kwa sababu nishamwambia kwamba abebe taka hata kama sisi hatupo. Nishakuwa mazoea sasa. Kwani kuna nini bosi wangu? Yaani umekosea sana. Yaani katika kitu umekikosea, hapa umekosea sana. Dai, endelee. Hivi dunia uwanja mapambano ama uwanja
uwanja wa chuki. Kila nikifosi kuisaka furaha inanikwepa kwepa sikuti, ama tuseme labda nina gundu mwilini, chale za mikosa sijifuti, au pengine Mungu nimemkosea, ndo maana riziki yangu ni fupi. Mateso yananipeleka lesi, maumivu nayo yanachosha mwili, nafsi inaniambia we moyo shujaa, lakini samahani madam kwa kukaribia pozi. Madam, nahitaji niombe msamaha kwa bosi, maana kuna kitu nahisi nimemkela ambacho kinaweza kikatayarisha kazi yangu. Kuna mfuko mwekundu nilikuta huko ndani kipindi nafanya usafi. Hivyo basi mimi nikaukusanya na kupeleka kwenye taka, kwa sababu niliangalia ni hauna kitu cha maana sana, ni uchafu tu. Nikapeleka nje na mchukua taka alivyokuja akaondoka nao, ila bosi alivyokuja alikuwa mkali sana juu ya mfuko, kuonyesha kwamba hana haja nao bado. Alinifokea sana na alikuwa na hasira juu yangu. Hivyo basi mimi nimemkela ambavyo itakuwa ni hatari. Mungu niombe msamaha kwa bosi wangu. Hivi dunia uwanja mapambano ama uwanja wa chuki? Kila nikifosi kuisaka furaha inanikwepa kwepa sikuti, ama tuseme labda nina gundu mwilini, chale za mikosa sijifuti, au pengine Mungu nimemkosea, ndo maana riziki yangu ni fupi. Mateso yananipeleka lesi, maumivu nayo yanachosha mwili, nafsi inaniambia we moyo shujaa, lakini nashindwa kuyahimili. Maisha ukichanganya na mapenzi kama ubongo na kiwiliwili, mateso na maumivu yananiwasha kama pilipili, na mimi siwezi kumuacha, yeye yuko radhi kuniacha. Hivi kuvuja kwa pakacha kuna kuaje? Alisema wezi kuniacha. Unaweza bana, yaani una vitu vidogo sana vya kuviogopa hivyo tu jamani, ndo unaogopa? Sasa sikia, wewe yule mzoee ndo alivyo tu, ila kusema kama ndo mfuko ndo umemfanya akasiriki, hapana. Yaani atakuwa na mambo yake private kule alikotoka, ndio anamvuruga kichwa. Hivi kijana mzuri kama wewe, mchapakazi, ujisikiwa nini, nani anaweza kukukasirikia? Yaani hata uende sehemu yoyote ile, hamna mtu anaweza kukasirikia hizo. Sasa sikia, mimi nitaongea naye, lakini haja kukasirikia wewe mzee wetu, sawa? Yeye yule ndo alivyo. Sawa madam, nimekuelewa. Maji nikulete? Maji? Sijisikia hata kunywa maji sasa hivi jamani. Kwanza labda kama kuna soda ikaniletea na nini kwenye friji. Sawa. Na wewe unakunywa? Nitakunywa kimeza gani? Toka hapa road. Kuisaka furaha inanikwepa kwepa sikuti, ama tuseme labda nina gundu mwilini, chale za mikosa sijifuti, au pengine Mungu nimemkosea, ndo maana riziki yangu ni fupi.
mateso yananipeleka lesi, maumivu nayo yanachosha mwili, nafsi inaniambia we moyo shujaa, lakini nashindwa kuyahimili. Maisha ukichanganya na mapenzi, kama ubongo na kiwiliwili, mateso na maumivu yananiwasha kama pilipili, na mimi siwezi kumuacha, yeye yuko radhi kuniacha. Hivi kuvuja kwa pakacha kuna kuaje? Alisema wezi kuniacha, mimi na yeye kama pacha. Leo penzi letu ni utata, sijui limekuaje. Unapitia mengi moyo, ila pole pole, pole. Najua unapitia mateso na maumivu, pole pole, pole. Najua unapitia mateso na maumivu, moyo, moyo. Mimi sina jipya, siku hizi ananiona kituko tena, ameshika sindano, moyo wangu ameufanya puto. Penzi nililopika ye mwenzangu kalitupia huko,